Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, anasema yupo tayari kukutana na Putin kwa ajili ya mazungumzo. Rais huyo wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky yupo tayari kukutana na kiongozi wa Urusi Rais Vladimir Putin nchini Uturuki siku ya Alhamisi kwa mazungumzo ya moja kwa moja kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Kauli hiyo aliandika kupitia mtandao wa kijamii wa X imekuja muda mfupi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuhimiza Ukraine kukubaliana na mapendekezo ya Putin ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja nchini Uturuki. Zelensky aliandika katika mtandao wa kijamii wa X kuwa wanasubiri usitishaji kamili na wa kudumu wa mapigano kuanzia leo Jumatatu ili kutoa msingi unaohitajika kwa diplomasia. Kiongozi huyo wa Ukraine ameongeza kuwa hakuna maana ya kuendeleza mauaji, hakuna maana ya kuendeleza na vita. Nitakuwepo nchini Uturuki Alhamisi hii tarehe 15 Mei na nitamsubiri Putin nchini Uturuki. Binafsi naamini kuwa safari hii Putin hatatafuta visingizio vya kutosha vya kutofanya jambo fulani. Tuko tayari kuzungumza ili kumaliza vita. Alhamisi Uturuki, Rais Trump ameonyesha uungwaji mkono wake wa viongozi wote wanaounga mkono hili, aliandika kiongozi huyo wa Ukraine. Hata hivyo hakukuwa na majibu yoyote kutoka ikulu ya Kremlin kuhusu tayari wa Zelensky kuzungumza na Putin. Washirika wa Kiev walisisitiza kuwepo kwa usitishaji mapigano, ambapo Zelensky na viongozi wa Ulaya walichukua msimamo mwishoni mwa wiki kwamba hakutafanyika mazungumzo yoyote hadi Putin atakapokubali mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti kuanzia siku ya Jumatatu. Urusi na Ukraine hazijafanya mazungumzo ya ana kwa ana tangu Machi mwaka 2022, muda mfupi baada ya Kremlin kufanya uvamizi kamili huko nchini Ukraine katika kile ilichokiita ni operation maalum ya kijeshi mwezi Februari mwaka huo. Mapema siku ya Jumapili, Putin alipendekeza kurejea tena kwa mazungumzo kati ya pande hizo mbili itakayofanyika mjini Istanbul mnamo March mwaka 2022. Mapema mwaka jana, Putin alipendekeza kurejea tena kwa mazungumzo kati ya pande hizo mbili yaliyotakiwa kufanyika Istanbul, Uturuki mnamo March mwaka 2022, ambapo hakutoa majibu kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 ambalo lilitolewa na shirika wa Ukraine. Hata hivyo, ni Volodymyr Zelensky alikataa mazungumzo ya moja kwa moja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais wa Marekani Donald Trump ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba Rais Putin wa Urusi hataki kuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano na Ukraine, bali anataka kufanya mkutano siku ya Alhamisi nchini Uturuki kujadili uwezekano wa kumaliza umwagaji damu. Kiongozi huyo wa Marekani ameongeza kuwa Ukraine inapaswa kukubaliana na hili mara moja, angalau wataweza kubaini iwapo makubaliano hayo yanawezekana au la, na iwapo itakuwa hivyo, viongozi wa Ulaya na Marekani watajua hali halisi na kuchukua hatua stahiki. Ukraine na washirika wake wa magharibi wameeleza kuwa mpango usitishaji mapigano usiokuwa na masharti ndio njia pekee ya kuendelea na suluhisho la kidiplomasia katika kutafutia ufumbuzi mzozo huo ulioingia mwaka wake wa 3, vita vibaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Mashambulizi ya Urusi yamesababisha vifo vya mamia ya watu, uharibifu wa miji ya Ukraine, kuporomoka kwa mahusiano kati ya Moscow na mataifa ya magharibi. Katika ziara mjini Kiev mnamo siku ya Jumamosi, viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na Poland walishinikiza Urusi wakitaka uungwaji mkono wa Donald Trump kukubali mpango kusitisha mapigano usiokuwa na masharti kuanzia leo Jumatatu. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki anasema yuko tayari kuandaa mazungumzo hayo. Mkuu wa ofisi ya Rais Zelensky, Andriy Yermak, ameeleza kuwa kiongozi huyo wa Ukraine atakubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo kwa sharti kuwa Moscow nayo itakubali mpango huo kusitisha mapigano. Ikulu ya LC imesema katika taarifa yake, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameunga mkono wazo hilo, anasisitiza juu ya umuhimu wa kusitisha mapigano kabla ya kufanyika mazungumzo ya aina yoyote. Katika mkutano wa mwisho uliofanyika mjini Istanbul Machi mwaka 2022, Urusi na Ukraine ziliwasilisha pendekezo la amani ambalo sasa limefutwa, ambalo lingeilazimu Kiev kuwa na msimamo wa kati na kuachana na mpango wa kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO. Tangu wakati huo, njia za mawasiliano kati ya Moscow na Kiev zimekuwa wazi, na linapokuja suala la kubadilishana wafungwa wa vita na miili ya watu waliouawa lilikuwa rahisi. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki
amemwambia Putin kupitia mazungumzo kwa njia ya simu kwamba Ankara iko tayari kuandaa mazungumzo yanayolenga kupata suluhisho la kudumu katika mzozo huo. Hata hivyo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema pendekezo la Urusi la kutaka kufanya mazungumzo ya moja kwa moja ni ishara nzuri na kwamba wanaamini hii ndio mwisho wa kumalizika kwa vita nchini Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.